Na maana hata ile nguvu ambayo imewekwa pale yote itafanya nini? Itapotea, kwa sababu mvua zinaendelea kunyesha na haziishi mwaka huu. Miaka yote mvua zinafanya nini? Zinaendelea kunyesha. Ina maana mwisho wa siku tutakuta pale hakuna jengo tena, pamebaki na kichuguu. Sasa itakuwa haina maana na tutakuwa tunawakatisheni tamaa kujitoa kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Tunahitaji muendelee kujitoa kwa ajili ya chama chenu. Hivyo basi, na mimi nitumie nafasi hii, mwenyekiti, kwa heshima yako, na mimi niseme nitatoa pale bati 55 ili jengo lile liweze kuezekwa. Lakini nilivyoenda kwenda kuliangalia lile jengo, nikashauriana na mwenyekiti wangu, tukakubaliana kimsingi kabisa, na tukawaita mafundi nao tuweze kushauriana nao kitaalamu, kwa sababu lile jengo limeezuka kwa sababu halina linta. Ndio maana likafanya nini? Likaezuka. Kwa hiyo leo hii tukisema tunaenda kuliezeka tena, ikija mvua kali na upepo mkali, litafanya nini? Litaezuka tena. Alafu kile ambacho tulichokifanya kitakuwa ni sawasawa na bure. Sasa kutokana na hivyo, tumeshauriana na mafundi na tumekubaliana kimsingi kwamba lile jengo linatakiwa tuanze na nini? Na linta kwanza. Tukishamaliza ndio tutakuja awamu ya pili kwa ajili ya kulipaua. Kwa hiyo nitatoa vifaa vyote ambavyo watakuwa wamepiga hesabu, kwa maana ya simenti zitakazohitajika, mchanga utakaohitajika, pamoja na kokoto, lakini pia bila kusahau na nondo zitakazofanya nini? Zitakazohitajika. Malengo yetu sisi kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi ni kuona kila kata, kila wilaya na kila tawi wanakuwa na ofisi. CCM ni chama kikubwa, lazima kiweze kuonyesha mfano kwa vyama vingine. Niwaombe viongozi wenzangu pamoja na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, hatuna chama kingine zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ndicho chama ambacho kimejizatiti kumtumikia Mtanzania kwa moyo wa dhati kabisa. Tunaona hapa leo hii, mara ya mwisho mimi wakati napita huku mwenyekiti, sikuona hizi nguzo za umeme ambazo zimetembea huko. Lakini leo tunaona nguzo za umeme. Ina maana hizi nyumba zote zinawaka nini? Zinawaka umeme. Hii ni kazi ya serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan oye! Samia Suluhu Hassan oye! Sisi sote tunatambua huu ni mwaka wa nini? Wa uchaguzi. Huu ni mwaka wa nini? Wa uchaguzi. Tumeshasema mitano tena kwa nani? Mitano tena kwa nani? Mitano tena kwa nani? Dr. Samia. Dr. Samia. Dr. Samia. Kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba, biashara ya urais CCM tunasema tumefanya nini? Tumemaliza. CCM tunasema tumefanya nini? Tumemaliza. Tunasubiri muda ufike, twende kwenye boksi, tukachukue karatasi, tukachukue tukaweke, tukachukue tukaweke, kura zote kwa nani? Mama Samia. Tunabaki na nafasi ya ubunge na nafasi za madiwani. Imani yangu kwenu, kwa mapenzi ambayo mmeendelea kuyaonyesha kwa chama chetu cha Mapinduzi, sina mashaka Nyasa tutapata mbunge ambaye anatokana na Chama cha Mapinduzi, lakini pia tutapata madiwani ambao wanatokana na Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Tuweke mafiga matatu ili ugali ufanye nini? Ugali uive. Kwa sababu hatuwezi kusonga ugali na mafiga mangapi? Mawili. Mafiga matatu ndio yanasonga ugali. Kwa hiyo ninaamini kabisa tutaendelea kuweka mafiga matatu kwa maslahi mapana ya wananchi wa Ukuli, kwa maslahi mapana ya wananchi wa kata ya Kingirikiti, lakini kwa maslahi mapana ya wananyasa wote. CCM oye! Ndugu mgeni rasmi, sisi katika kijiji chetu hiki na katika chama chetu Chama cha Mapinduzi hapa, tulikuwa na matatizo mengi sana, hajawahi kutokea swala kama hili. Mimi binafsi kwa sababu uzuri wa afya, ningekuwa neno la kusema la kukusifu wewe Bwana, kukusifu kweli kweli. Yaani kwa sababu afya yangu nyumbani. Hajawahi kutokea kweli hapa. Yaani kufika mtu akusema nitafanya na hiki na hiki. Sisi wenyewe mimi mwenyewe nimeahidi bati tatu tu. Lakini wao wengine sema hizi tumemaliza kile kitu. Mungu akulinde popote utakapokwenda katika Tanzania hii. Asante sana.